Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Naitwa Nabii Jeremia Emmanuel. Leo ningependa nikueleze jambo muhimu sana ambalo litabadilisha maisha yako. Kuna kitu umekuwa ukisikia watu wanazungumza kwa habari ya nyota. Kuna kitu umekuwa ukisikia watu wanaongea kwa habari ya nyota. Nyota. Sasa tuangalie kimaandiko. Nyota hasa inakuwa inatusaidia nini? Kimsingi kila mtu anapokuwa anazaliwa anakuwa na nyota yake. Kila mtu anapozaliwa anakuwa ana nyota yake. Na kazi ya nyota ni kumsaidia anapozaliwa duniani afanye mambo kwa wepesi, pasipo hata kutegemea elimu. Hata katika mazingira magumu, nyota inamsaidia aweze kuperform, aweze kuenenda katika hali ya wepesi. Kwa hiyo kila mtu anapokuwa anazaliwa kuna nyota. Na nyota maana yake nini? Nyota ni lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako wewe ili uweze kuishi duniani pasipo kutumia nguvu nyingi. Ndio maana unaposikia kwamba kuna watu wana nyota ya biashara, maana yake ni kwamba hata katika mazingira magumu yeye ataweza kufanya biashara vizuri. Unaposikia kwamba kuna watu wana nyota ya elimu, maana yake yeye mafanikio yake yapo katika elimu. Ndio maana mkuta mtu mwingine katika elimu yeye hapati tabu, anasoma kwa wepesi. Kuna watu nyota yao ipo katika kuongea. Ndio unamkuta mtu mwanasiasa, nyota yake yeye ipo katika. Kwa hiyo nyota ina determine, inaonyesha mwisho na inaonyesha final kwamba huyu mtu ameletwa duniani kwa ajili ya nini. Sasa nikupitishe kwenye maandiko kidogo. Ukisoma Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3, hapa utasoma kwa habari ya mamajusi wale wa mashariki walipoiona ile nyota ya Yesu Kristo. Mamajusi waliiona nyota ya Yesu. Walipoisoma ile nyota wakagundua kwa nyota hii. Kumbuka waliiona nyota kwanza kabla Yesu hajazaliwa. Kumbuka waliisoma kwanza nyota. Waliisoma kwanza nyota kabla hawajamuona Yesu. Waliisoma nyota kabla hawajamuona Yesu. Ina maana kupitia nyota walijua huyu aliyezaliwa ni mfalme wa Wayahudi. Kumbe kuna nyota ambazo ukizisoma nyota itakwambia kwamba huyu aliyezaliwa ni mfalme. Kuna nyota ukizisoma zitakwambia huyu aliyezaliwa ni injinia wa mkoa. Kuna nyota ukizisoma zitakwambia huyu aliyezaliwa ni waziri mkuu ajaye. Kuna nyota ukizisoma zitakwambia huyu aliyezaliwa ni mkuu wa wilaya. Huyu aliyezaliwa ni mwalimu. Huyu aliyezaliwa daktari. Huyu aliyezaliwa ni mwanasheria. Kila mtu ana nyota yake. Sasa hizi nyota zina kawaida ya kuibiwa au kuuawa kabisa. Mamajusi wameisoma ile nyota, taarifa zikamfikia Herode. Pakawa na mawasiliano na Herode alijua ya kwamba aliyezaliwa ni mfalme kupitia mamajusi. Maana yake ni kwamba Herode hakuwa na utaalamu wa kusoma nyota na kuelewa, ila mamajusi walimpa taarifa, wakamwambia aliyezaliwa ni mfalme. Herode anatoa agizo ya kwamba wamuonyeshe mfalme alipo ili aende akamsujudie. Maana yake alikuwa anataka direction. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba kuna wataalamu ambao wao wanaelewa nyota. Mchawi yeyote akitaka leo hii nyota ya biashara ataichukua kwako wewe ambaye hauna Mungu, ataichukua. Kwa hiyo nyota ya Yesu ilionyesha ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme. Maana yake ni kwamba kazi inatangulia ikionyeshwa na nyota, ndio mtu anazaliwa. Herode baadaye anataka kumwangamiza Yesu. Maana yake ni kwamba alitaka kumpoteza. Kuna vita unazipitia wewe ni kwa sababu ya nyota ulionayo. Kuna vita unazipitia leo ni kwa sababu ya nyota ulionayo. Kwa hiyo lazima ujue kuiombea nyota. Maana yake ni kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Kuna watu tangia wanazaliwa nyota yake yeye ni kufungua makampuni.
Kuna watu tangia anazaliwa nyota yake yeye ni kuwa mshauri wa rais. Kuna watu tangia anazaliwa nyota yake ipo kwenye siasa, hata tumia nguvu nyingi sana kwenye siasa. Sasa wachawi wana kawaida ya kunyang'anya nyota au kuiba nyota au kuificha nyota. Ndio maana wale wengi ambao walikuwa ni wasomi zamani, kuna watu sekondari walikuwa ni wasomi, shule ya msingi walikuwa wanaongoza, wanakuwa wa kwanza, lakini leo ukiangalia wengi wamechanganyikiwa. Leo ukiangalia wengi hawana akili tena. Leo ukiangalia wengi ni masikini. Leo ukiangalia walio wengi hawana maendeleo. Lakini kuna watu walikuwa, ukimwangalia shule ya msingi alikuwa ni mpumbavu, ni mjinga, hafanyi lolote darasani haingii, lakini leo ni mfanyabiashara mkubwa. Kuna siri ziko katika ulimwengu wa roho. Usipozijua hizo, nyota yako inaweza ikatekwa. Wafuatao wanao uwezo wakabeba nyota yako. Wa kwanza ni wataalamu wa giza au waganga wa kienyeji, wanao uwezo waka access kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mkristo wa leo, usipuuzie kitu ambacho kinaitwa nyota. Wengi walikuwa na nyota za kuolewa, lakini leo hawapo kwenye ndoa. Wengi walikuwa na nyota za biashara, lakini leo hawana hata biashara. Wengi walikuwa na nyota za kuwa wanasiasa, lakini leo hawapo kwenye siasa. Wengine walikuwa na nyota za kuwa walimu, wasome waje wawe walimu, lakini leo sio walimu tena. Nini? Kwa sababu hawana ufahamu wa kulinda nyota. Na kuna baadhi ya makanisa ambayo yanapinga kwamba hakuna kitu kama nyota. Si kweli, na mafundisho hayo yanakuwa yanapotosha. Yesu alipozaliwa nyota ilionekana na nyota ilituambia. Kwa hiyo wachawi, wewe unapozaliwa wanao uwezo wakaisoma nyota yako wakajua huyu atakuja kuwa mbunge wa jimbo fulani, baada ya miaka kadhaa atakuja kuwa mkuu wa wilaya, miaka mingine atakuja kuwa waziri. Tuizuie nyota yake isifanikiwe, kwa sababu kupitia huyu kuna maendeleo yatakuja kwenye nchi. Ila ukiwa una akili chache za rohoni, mambo kama haya utayapuuzia. Na ndio kitu ambacho kimefanya leo Wakristo wengi wamekuwa ni duni katika kupigana vita, ni kwa sababu mambo ya kiroho wengi hawayajui. Na ndio hichi kinapelekea wa mataifa leo wanafanikiwa. Ndio maana leo ukiangalia watu ambao hawajaokoka ndio wanaomiliki mali nyingi kuliko wale waliokoka. Siri ipo kwenye nyota. Nyota zinaibiwa sana. Mabinti wazuri lakini hawana ndoa. Nini siri ipo kwenye nyota? Shetani anabeba nyota za watu na kuwapatia wale ambao wasiostahili. Ndio maana kuna mtu ambaye unatazama hapa sasa hivi, kuna muda unakuwa unaota una biashara kubwa, lakini ukiamka asubuhi hata kibanda hauna. Maana yake ni kwamba Mungu anakuelekeza nyota yako wewe kuna mahali inatumiwa. Kuna mwingine anakwambia ninaota niko naendesha gari la mtu fulani. Mungu anakuelekeza ya kwamba kuna utajiri ulikuwa ndani yako, lakini hiyo nyota yako inatumika na mtu mwingine. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo.